ukijua nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo, chochote ambacho kimedaiwa kwenye maisha yako kiko katika utumwa, kwa sababu kimedaiwa. Kuna mtu amekimiliki, shetani amekimiliki, amemiliki uchumi wako, amemiliki akili yako, amemiliki mwili wako, amemiliki nafsi yako. Kama ukijua damu ya Yesu Kristo vile ambavyo iko na nguvu na iko na uthamani, ujue kwamba hautakaa tena katika utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesoma kwenye hiyo kitabu cha Petro wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 8. Akakwambia hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo, dhahabu au fedha, tutoke katika mienendo yetu isiyofaa, lakini kwa damu ya dhamana ya Yesu Kristo. Mungu akiwa mbinguni akaangalia akaona kwamba hakuna damu ya mwanadamu ambayo iko na udhamana wa kutosha wa kumkomboa mwanadamu. Akatoka katika deni ya dhambi, akatoka katika deni ya umaskini, akatoka katika deni ya utumwa. Akajaribu akaangalia akaona damu ya mwanae Yesu Kristo ndio iko na udhamani. Maana aliangalia damu zetu akaona damu zetu ziko na laana. Akaangalia akaona damu zetu hazina nguvu. Akaangalia akaona damu zetu tayari shetani ameshatutunua. Sisi ni watumwa wa shetani. Akajaribu tena akapima, akaangalia damu za wanyama, wale kondoo ambao walikuwa wanapelekwa madhabahuni, ili kwamba yule kondoo akichinjwa, akifa, akuwa nakufa kwa sababu ili mwanadamu asije akafa. Akaangalia damu za wanyama akaona hapana, hakuna damu ya mnyama ambayo iko na udhamani wa kutosha. Akaona damu ambayo iko na nguvu ya kutukomboa miili yetu, ya kukomboa nafsi, ya kutukomboa the all of us. Akaona ni damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo, dhahabu au fedha. Kwa hivyo hata pesa yenyewe haiwezi kukutoa kwenye utumwa wa deni. Sijui kama naeleweka. Kama unatarajia kwamba ukimpigia mtu simu mwambie kwamba nataka unitumie kiasi fulani ndio nilipe pesa, nilipe deni ambayo niko nayo, kama hiyo deni imefikia level ya kuwa deni, ujue kwamba hiyo ni spirit, na uwezi ukatoka katika utumwa wa deni kwa kutumia pesa ama dhahabu. Kama itakuwa ni level ya mkopo, ukimpigia mtu simu, kuna uwezekano yule mtu akakutumia pesa ukalipa mkopo kwa wakati wake. Lakini ikifikia level ya deni, deni ni spirit, na haiwezi ikatoka kama haujauzisha nguvu ambayo ni nguvu ya Roho Mtakatifu, na ile nguvu inapatikananga kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio maana maandiko yanasema hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo. Wewe uliye katika deni unahitaji kukombolewa, lakini ndio ukombolewe katika maroho za madeni, lazima ujue nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo, sio kujua damu iliyo katika fedha na dhahabu. Maana hata ukilipiwa hiyo deni, akitokea mtu akakulipia hiyo deni, ujue utarudi kwenye deni tena, kwa sababu deni ni spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo, dhahabu au fedha, tutoke katika mienendo yetu isiyofaa, lakini kwa damu ya Yesu Kristo. Yule mwanamke wadeni walipokuja, wanasema wanataka watoto wake wawili, ni mjane, lakini wadeni wanasema wanataka hao watoto wake wawili waende wakamfanye kuwa mtumwa, wakawafanye hao watoto kuwa watumwa. Kilichomsaidia ni Elisha. Maana Elisha alikuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Alikuwa anajua nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba tulikombolewa kwa damu ya dhamana. Nataka nikuonyeshe damu ya dhamana inakaangaje, kiasi kwamba kama ukitenda dhambi leo, umeokoka na umetenda dhambi, ile damu ni ya dhamana kiasi kwamba ukitenda dhambi leo, ile damu itaenda ikuoshe kutokana na dhambi zako. Lakini pia ukitenda dhambi tena, itakuosha tena. Ukiwa kwenye madeni, itakutoa kwenye madeni, na bado ile damu itabakia kwako, maana ni ya dhamana, haiwezi kuharibika. Sio kama dhahabu na fedha, kama vile ambavyo zinaharibika.
lakini damu ya dhamana, ambayo ile damu hata ukitenda dhambi leo, lakini shetani akawa amekushawishi tena, ukajipata umeingia kwenye dhambi, iko na uwezo wa kutoa pale. Ndio maana kuna maandiko yanasema ya kwamba watoto wangu, naomba na wasii msitende dhambi, lakini ikitokea kwamba mmetenda dhambi, tunaye mkombozi kwa Baba, Bwana Yesu Kristo. Kinachokuhangaisha leo hii, kile ambacho kimekufanya ukakaa katika huo utumwa, ni kwa sababu hujajua nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo. Watu wengi wanajua damu ya Yesu Kristo katika upande mmoja, kwamba damu ya Yesu Kristo itakusaidia kuokoa na roho yako peke yake, lakini damu ya Yesu Kristo inakukomboa wewe kabisa, na mali zako na kila kitu chako, baada ya kuwa umeitumia hiyo damu ya Yesu Kristo. Maandiko yanasema tukienenda nuruni kama vile yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi na damu yake. Lazima ujifundishe kuambatana ama kushirikiana na damu ya Yesu Kristo, ili kutoa kwenye madeni ya dhambi, ikutoe kwenye madeni ya umaskini, ikutoe kwenye madeni yoyote kwenye maisha yako. Maana inawezekana mababu zako waliotangulia walikuwa wanatoa sadaka kwa mizimu, na wewe vile umeokoka, hata hujawahi kutoa fungu la 10, hujawahi kutoa sadaka. Lazima ujue damu ya Yesu Kristo, maana hiyo mizimu saa hii ilikununua baada ya kuwa mababu zako wametoa sadaka, wakatoa fungu la 10, wakatoa zile masandaka walitoa kwa mizimu. Tayari wewe mwenyewe ulinunuliwa kwa madhabahu ya mizimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu, kwenye Biblia yako vizuri, utaona kwamba wakati ule Ibrahimu alipotoa fungu la 10, Lawi ambaye alikuwa hajazaliwa alihesabiwa hata yeye ametoa fungu la 10. Kwa hivyo mababu zako waliotoa fungu la 10, unakaa kwenye umaskini kwa sababu baada ya kuwa ametoa, hata wewe mwenyewe ukiwa katika magoti ya babu zako, ukiwa bado hujazaliwa, ulihesabiwa kwamba umetoa. Kwa hivyo ukafunganishwa na mizimu. Leo hii umeokoka, kile ambacho kitakusaidia ili ukombolewe kule, utoe kwenye madeni ya wale watu na uanze kufanikiwa ukiwa katika Ukristo, it is the power of the blood of Jesus. Bali wasema hatukuombolewa kwa vitu viharibikavyo, dhahabu au fedha, tutoke katika mienendo yetu isiyofaa, lakini kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Inaongelesha mtu ambaye amehangaika na madeni ya kila aina. Kuna mtu ambaye ako na madeni ya uasherati. Kwenye familia yenu babu yako alikuwa anafanya uasherati, alikuwa na polygamous family. Lakini wewe umejipata, kwa sababu hiyo damu ilikuwa kwa babu yako iko ndani yako, unajipata kwamba bado hiyo damu inadai kwamba uendelee kuwa polygamous ama uendelee kukaa katika uasherati. Lazima ujue nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo. Maana damu ya Yesu Kristo haikomboi tu mali zako, haikomboi tu roho yako peke yake, haikomboi nafsi yako, lakini inakomboa mpaka mali zako ambazo zilikuwa zimemilikiwa ama zimemilikiwa na mizimu, zimemilikiwa na waliotangulia. Ni nini kwenye maisha yako kimemilikiwa? Ni nini ambacho tayari kimefanywa utumwa? Maana kuna watu nabo waongelesha saa hii miguu yao ndio imefungwa, imefanywa kuwa utumwa. Hauwezi ukapiga tu, unajaribu kupiga tu, iwezekani, kwa sababu kuna watu wamekufunga pale na wanadai haki. Ile haki ambayo utawapea ni damu ya Yesu Kristo. Utawaambia tulikombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Nataka uangalie ni nini kiko kwenye madeni kwenye maisha yako. Ni nini ambacho kinaliliwa ili kitolewe haki, ili utoke kwenye hayo madeni. Maana napozungumza kwa sasa hivi, kuna watu ambao akili zao ndio zimefungwa. Unajaribu kufikiria vile ambavyo utatoka kwenye maisha mabaya ambao, lakini hauwezi, kwa sababu akili zako ndio zimefungwa. Wengine macho yao yamefungwa, hawezi kuona opportunity. Wengine tunapoongea kwa sasa hivi, hisia zao ndio zimefungwa na uasherati. Ni nini ambacho kwenye utumwa? Nini ambacho kimedaiwa na shetani? Nini ambacho shetani amekamata? Maana hicho amekamata anahitaji alipwe kitu fulani ili akiachie. Utamlipa damu ya Yesu Kristo na ataachia kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.